ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Karibuni tena katika mfululizo wa darasa yetu hii ya Riyadhus Salihin, ikiwa tuko katika mlango wa sabri, na leo tunasoma hadithi ya Abu Huraira kama ifuatavyo. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Nimepokewa hadithi kutoka kwa Abu Huraira, Mwenyezi Mungu amwiye radhi, kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam amesema: laisa shadidu bisur'a, hakuwa shujaa ni mwenye kuwaangusha watu. Innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab, akasi menginesh mwenye nguvu. Shujaa ni yule ambaye anamiliki nafsi yake wakati wa kughadhibika. Muttafaqun alayhi. Katika hadithi hii tunaona kwamba kumbe linapokupata jambo na mwenzako amekusemesha vibaya, amekufanya jambo baya, wewe ukaweza kujidhibiti, ukadhibiti hasira zako, hii ni namna katika namna za subira ambayo inakutoa katika mahali ulipo na kupeleka mahali pengine, na kukufanya uorodheshe miongoni mwa mashujaa wa hakika. Tofauti na pale ambapo unakuwa wewe unatumia juhudi kubwa kujionyesha wewe ni shujaa, kwa kubeba mizigo mizito, kwa kufanya kazi ngumu, ama kwa kupigana na watu mara kwa mara, ukaonekana wewe ni shujaa, lakini sio ushujaa wa hakika, na wala nguvu hizo sio nguvu za hakika. Bali nguvu za hakika na ushujaa wa hakika ni ule ambao unaonekana kwa mtu pale ambapo mtu huyu amekerwa, ameudhiwa, na ana uwezo wa kufanya jambo na hakufanya. Huyu ndiye shujaa. Kuna tofauti kati ya ushujaa kwa maana ya subra, lakini pia na uoga na unyonge. Sasa mwingine ni kwa sababu ya unyonge wake ndio hatoweza kufanya lolote, lakini mwingine uwezo wa kufanya lolote anao kisha hafanyi, huyo anaitwa ni shujaa. Mwenyezi Mungu atupe ushujaa wa namna hiyo, atufanye kuwa ni katika wanaojimudu, kujidhibiti pale ambapo unaweza mtu kumfanya lolote na usimfanye lolote. Wasura bidhammi sadi wa fathi rai, hiyo sura inasomwa kwa dhumma ya sadi na fatha ya re, na asili yake nani sura ni yule ambaye yasra'un nasa kathira, anayewaangusha watu sana. Kama watu wataingia kwenye mihereka, basi yeye anawaangusha, anawashinda. Wa an Sulaimana ibn Surada radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, asema huyu Sulaimani, nilikuwa nimekaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallama, wa rajulani yatasabani, wa rajulani yastabani, na watu wawili wanatukanana kweli kweli, wanagombana kweli kweli. Wa ahaduhuma kad ihmarra wajhu, katika watu wawili wale mmoja wao macho yake na uso wake umekuwa mwekundu. Ihmarra wajhu, athari hii mara nyingi inajitokeza kwa watu wenye rangi nyeupe, Waarabu, wazungu, ndio ambao athari ya ghadhabu wakati mwingine inaonekana kwa rangi katika uso wake, akihuzunika sana, akighadhibika sana, na akiwa na furaha wakati mwingine. Kwa hiyo ikawa mmoja uso wake umekuwa mwekundu mno, wantafakhat audaju, na imevimba mishipa yake ya shingo. Fakala Rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: inni la a'lamu kalimatan law qalaha
la dhahaba anhu ma yajidu, mimi najua neno ambalo kama angelisema yule ambaye amevimba mishipa yake ya shingo, yule ambaye uso umekuwa mwekundu kwa yale ambaye anapitia wakati ule wa mzozano yeye na mwenzake, kuna neno nalijua mimi kama atalisema yule, basi hali ile ingemuondokea. Angesema neno hilo na au kama atalisema hali itamuondokea. Lau qala a'udhu billahi minash shaitani rajim, lau angesema a'udhu billahi minash shaitani rajim, dhahaba anhu ma yajidu, ingemuondokea ile hali anayoiona. Faqalu lahu, basi wakamwambia, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awadh billahi minash shaitani rajim, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ta'awadh billahi, takahifadha kwa Mwenyezi Mungu na shaitani mwenye kuwekwa mbali na rehma. Manake sema a'udhu billahi, kwa kuwa Mtume amesema neno hili ukilisema utapata auheni, basi hebu liseme. Muttafaqun alayhi. Kwa hiyo na sisi likitokea jambo la kutughadhibisha, hebu tuseme a'udhu billahi minash shaitani rajim. Pengine wakati mwenzako anakuporomoshea matusi yale ya sandukuni, matusi yale ya sikukuu ambayo ilikuwa ni ya akiba, anayashusha, wewe sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Utajikuta huwezi kumjibu kwa matusi yake kama yale, na wala moyo wako hauna jeraha la namna yoyote. Na hiyo ndio subra yenyewe. Wa Muadh ibn Anas radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man kadhama ghaidha, mwenye kuzuia ghaidha ni zile ghadhabu na hasira, wa huwa qadirun ala an yunafidhahu, na yeye ni mwenye kuweza kuzipitisha, kwa maana kufanya jambo lolote linalotokana na hasira zile, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyama, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuita mbele za watu, mbele za viumbe siku ya kiyama, hatta yukhayirahu min al-huril 'ain ma sha, mpaka aje amchaguze katika huril 'ain atakao. Ameweka huril 'ain pale, amwambia haya njoo fulani, njoo chagua pale. Kwa hiyo utachagua wazuri utakao kama wanapishana uzuri, na utachagua idadi utakayo pia kama ni idadi. Sema nachukua 20 utachukua 20, sema nachukua 10 utachukua 10, sema nachukua 5 utachukua 5, sema nataka huyu na huyu na huyu utachukua. Kwa hiyo ni jambo, ndio maana wanasema subra ni chungu, lakini malipo yake ni matamu mno. Malipo yalioje haya ya kwamba uwekewe hurul 'ain kisha ukachague wewe utakao. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Basi katika mlango wetu huu wa subra, tukiwa bado tunaendelea nao, tuishilie hapa, tuendelee kufuatana hatua kwa hatua mpaka pale ambapo tutawahitimisha mlango wetu huu. Lakini Mwenyezi Mungu atupe nasi taufiki ya kuweza kujipamba na subra yanapotutokea matatizo, inapotutokea mitihani, iwe ya kimali, ya kimaradhi, iwe ya fitina za watu, iwe ni mambo ya kijamii kama hivi na wenzetu tunaoishi nao. Mungu atupe taufiki ya kuwa ni wenye kusimama barabara ili tukapate malipo yaliyokamilika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.